Twende katika neno la Mungu tena. Twende katika neno la Mungu tena. Waliokuwepo asubuhi tulianza na kichwa cha somo kinachosema faida inayotokea mwanamke akikaa rohoni au akiwa rohoni. Na niombe wewe mama uliyefika kwenye kongamano usiruhusu chochote kikuondoe kwenye utulivu huu wa kupokea. Usiruhusu mtoto, usiruhusu simu, usiruhusu hali yoyote isimame mbele yako kukuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Na kwa sababu hiyo na mimi pia ninapenda sana mazingira ya utulivu, hasa ninapofanya huduma. Hata mwingine anapofanya huduma huwa anapenda utulivu. Kwa hiyo nina changamoto kubwa kwamba kama utulivu haupo huwa sipokei kwa Bwana, inakuaga kazi. Sasa ili nipokee kwa Bwana niwa natamani utulivu sana. Kwa hiyo nikuombe tu mtumishi, nisaidie tu kunitengenezea mazingira mazuri ya mimi kupokea kwa Bwana. Jamani, nimeeleweka? Amen. Nisaidie kabisa ili nipokee kwa Bwana na mimi niseme yale ambayo Bwana amekusudia. Amen. Tulisema faida inayotokea mwanamke akikaa rohoni. Na tukasema mwanamke ni chombo chenye thamani kubwa sana mbele za Mungu. Tuliona vitu vingi sana. Kwamba thamani ya mwanamke ni kubwa sana kiroho, mwilini. Na tukasema kiroho, mwilini maana yake ni Kristo mwenyewe. Na kuna vitu vingi ambavyo tumeviangalia. Tukaona hata kanisa limefananishwa na mwanamke. Kwa hiyo tukasema mwanamke ni mtu ambaye hapaswi kujidharau, kwa sababu ile hali ambayo ilimsukuma Mungu kumuumba mwanamke ni hali ambayo ni ya kimungu. Wakati Mungu anamuumba mwanamke, Mungu alikuwa rohoni 100%. Kwa hiyo alimtengeneza mtu wa kiroho sana ili afanane naye. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema katika ile Mwanzo, ukisoma ile sura ya kwanza na ule mstari wa 26, nasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Bwana asifiwe. Kienda chini kidogo anasema Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume, mtu mume na mtu mke. Mungu aliwaumba. Lakini Mungu aliwaumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Sasa tunaangalia kusudi la Mungu kumuumba mwanamke halikuwa ni kwa ajili tu ya mambo yanayoonekana kwa jinsi ya mwili, lakini hasa kusudi la Mungu lilikuwa ni kwa ajili ya mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kwa ajili ya mambo ya rohoni. Msaidie na anayeongea na simu atusaidie utulivu. Kwa ajili ya mambo ya rohoni. Kwa hiyo thamani ya mwanamke 100% iko rohoni. Na mwanamke anapojitambua jinsi alivyo rohoni, ule uasilia wake wa rohoni, kwa jinsi alivyojitambua rohoni, ule uasilia unatoka nje. Ile heshima ya ndani inatoka nje. Heshima ya mtu haiko katika ule utu wake wa nje. Heshima ya mtu iko katika utu wa ndani. Ndiyo maana Paulo alipokuwa akifundisha katika mafundisho yake, mara nyingi aliwafundisha watu kufanywa upya katika utu wao wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtu anapokuwa amesafishwa ndani, amejitambua ndani jinsi alivyo,
ni rahisi sana kuyaona hayo matokeo nje, kwa sababu huwezi ukakiona kitu nje kama akikuanzia ndani. Vyote ambavyo tunaviona katika uso wa nchi, vingine tunavitamani, ni vizuri sana, tena tunaviwazia usiku na mchana, ni vitu ambavyo vilianzia ndani. Na kwa kuwa vilianzia ndani, vilijengwa ndani, vikakamilika ndani, baadaye yule mtu akavitoa ndani akavileta nje. Leo vinakuwa na faida kwetu, tunavitamani. Tunaona kwa jinsi ya mwili, tunasema hakika huyu mtu amedesign nyumba nzuri, lakini ile nyumba ilianza kudesigniwa ndani. Kwa hiyo thamani ya kitu chochote, ile thamani yake haiko nje, thamani yake iko ndani. Na ndiyo maana Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea asili ya kiungu ndani yake. Nguvu ya mwanadamu haimo kwenye uwezo wake wa vitu vyake vya nje. Nguvu ya mwanadamu iko kwenye kile kilichomo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana ukisoma Mithali ile 18 kama sijakosea 21, anasema ya kwamba mauti na uzima vimo katika uwezo wa ulimi. Nakumbuka siku zote uwezi ukaongea ambacho hakimo ndani yako. Ukiona mtu anatukana, ni kwamba usishangae, hajaanza kutukana hapo mdomoni, anaanza kutukana ndani. Maana yake kuna matusi ndani. Matusi yakiwemo ndani, yale matusi yanalazimika kutoka, kwa sababu siku zote kilichomo ndani ndicho kinatoka nje. Uwezi ukatoa nje kitu ambacho hakimo ndani. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Hapa tukiambiwa tutoke na vitu vyetu, kwa kuwa hakuna gari humu, hakuna mtu atatoka na gari humu. Tutatoka na viti na Biblia na kila kitu, na watu wataviona, kumbe hivi ndio vilikuwa wapi? Ndani. Hivi vilivyomo humu ndio tutatoka navyo. Kwa kuwa gari haimo humu, gari haitatoka, maana haimo ndani. Ila kama ingekuwemo, na yenyewe ingetoka wapi? Nje. Jamani, tuko pamoja? Jamani, haleluya. Kwa hiyo ukiona mtu anatoa kitu kibaya ndani yake, maana yake hicho kibaya ndicho kimo ndani. Jamani, Bwana atusaidie. Ukiona mtu anatoa kitu kizuri, maana yake kizuri hicho ndicho kimo ndani. Jamani, amina. Sasa ukimuona mtu anamsenkenya jirani yake, maana yake masenkenyo yako ndani yake. Au anamchukia ndugu yake, maana yake chuki imo ndani yake. Chuki huwa haiko nje, chuki imo ndani. Hasira haiko nje, hasira imo ndani. Wivu hauko nje, wivu umo ndani. Tuko pamoja? Na kwa kuwa umo ndani, ni vigumu sana watu wa nje kuondoa, isipokuwa yeye ambaye anajua vimo ndani yake ndio anajua ni kona ipi vimejificha. Kwa hiyo anaweza akaviondoa kwa urahisi, kwa kuvikataa na kuvichukia, na akavifukuza vikaondoka ndani yake, akakaribisha vitu vizuri. Sema amina. Sema amina tena. Sasa uzima au uthamani wa mwanamke, tangu mwanamke alipoumbwa na Mungu, Mungu aliona ile thamani na uhalisia mkubwa ndani ya huyo mwanamke. Na kuna kitu cha kipekee ambacho Mungu wa mbinguni alikifanya ndani ya mwanamke. Kwa hiyo thamani ya mwanamke imo ndani, katika vile vitu ambavyo Mungu ameviwekeza ndani. Jamani, Bwana atusaidie sana. Sasa alichokusudia Mungu juu ya mwanamke ni tofauti kabisa na mazingira tunayoyaona sasa hivi. Kwa kuwa Mungu anamjua mwanadamu au mwanamke kwamba ni mtu wa thamani, ni mtu muhimu, ni mtu ambaye amependelewa, ni mtu ambaye amepata kibali. Amepata kibali machoni pa nani? Pa Mungu. Ni nafasi fulani hivi ya upendeleo fulani, tuseme kama upendeleo. Elizabeth alimwambia Mariamu, umepata neema miongoni mwa wanawake wote. Umepata nini? Neema. Yaani miongoni mwa wanawake wewe umepata nini? Neema.
Sio kwamba hakukuwa na mabikira wengine, walikuwepo watu ambao waliishi maisha kama ambayo aliishi Mariamu, lakini Mariamu alipata upendeleo. Kwa hiyo kuna nafasi fulani ya upendeleo, na kwa sababu hiyo kuna kitu cha msingi ambacho Mungu anakiona ndani ya mwanamke, na ndio maana tunajaribu kufundisha thamani yako wewe kama mama, ili utakapoijua vizuri hautaanza kujichukulia katika mazingira ambayo watu wengine wanakuchukulia. Hautakubali shetani akutumia, kwa sababu wewe umeumbwa special kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Yaani Mungu alipokaa chini aliona nitakayemtumia wa kwanza kufanikisha mambo yangu duniani, alimpendekeza mwanamke. Bwana asifiwe sana. Na alisema huyu mwanamke sio kwamba nimempendekeza tu, nitakaa kwake. Alikubali kabisa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo kunyonya maziwa ya mwanamke. Alikubali kulelewa na mwanamke, sifa ambayo mwanaume hakupewa. Hiyo nafasi hakupewa. Nasema jamani, kama ni matumbo na wababa tunayo matumbo, lakini alichopewa mwanamke, alipewa kitu cha tofauti. Na ngoja niwaambie kabla sijaendelea mbele, kwa sababu ya umuhimu wa mwanamke katika ufalme wa Mungu, ndio maana shetani anaona ni vyema atumie nguvu zake nyingi kumharibu mwanamke. Maana anajua mwanamke alitumwa kumharibu tangu awali. Sasa wana uadui. Ukisoma ile Mwanzo sura ya 3:15, maandiko yanasema nitafanya uadui kati ya uzao wa mwanamke na wewe shetani. Yaani kuna uadui endelevu. Kwa nini? Kwa sababu shetani anajua kwamba mwanamke alipewa nafasi ya juu sana mbele za Mungu. Kwa pointi hiyo, na maanisha ya kwamba ni vyema ukaiheshimu nafasi ya wewe kuwa mama. Na kwa mantiki hiyo, usitamani kuwa baba angali umeumbwa kuwa mama. Na usione ubaba ni wa maana kuliko umama ambao Mungu amekupa. Amini na furahia kile ambacho umepewa na Mungu bila ridhaa yako. Yaani hukuandika maombi kwa Mungu kwamba unaomba uumbwe mwanamke. Mungu amekupa kama zawadi. Bwana sifiwe. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Sasa tukaona katika ile Mathayo jinsi ambavyo Yesu alizaliwa na Mariamu. Ile Mathayo sura ya 1:18 mpaka 21. Na kuna kitu nataka nikiseme hapa. Tuliona pia jinsi ambavyo Musa alivyofichwa katika kisafina kwenye mto. Alifichwa na mwanamke, lakini aliyemuokoa tena kutoka kwenye ule mto ni binti Farao, mwanamke. Yesu amezaliwa na mwanamke. Musa amezaliwa na mwanamke na bado anafichwa na mwanamke, na bado anatuzwa na mwanamke, na anaokolewa na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Jamani amina. Sasa nikasema kwamba ukisoma ile Mathayo 28 kuanzia mstari wa 1, utaona baada ya mateso, Yesu Kristo ameteswa, amezikwa, wakina mama hawa Mariamu Magdalena wanaondoka asubuhi kwenda kaburini. Wao ndio walikwenda kaburini kumtazama nani? Yesu. Na asubuhi nilisema hivi,
Mtu wa kwanza kuonja nguvu ya Mungu alikuwa ni mwanamke. Kabla ya wanafunzi na kabla ya Yesu Kristo kuachilia kipawa cha Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu aliingia kwanza kwa mwanamke kabla Yesu hajaanza kazi. Na mwanamke alipokea nguvu ya Roho Mtakatifu kabla ya kipawa hicho kuachiliwa kwa watu wengine wote. Mwanamke alikuwa tayari ameshaonja na ameshapokea ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakati Elizabeth anaongea na Mariamu, anamwambia kwa habari ya kitu cha tofauti ambacho kitatokea katika maisha yake. Mariamu alimuuliza, litawezekaneje neno hilo? Maana mimi simjui mme. Elizabeth akamwambia Mariamu, usiofu, Roho wa Mungu atakuwa juu yako. Maana yake utampokea Roho wa Mungu, ndipo uzae kitu cha kimungu. Amina. Kwa hiyo Mariamu alipokea nguvu ya Roho Mtakatifu kabla ya mitume wote. Bwana sifiwe. Jamani amina. Amina. Jamani amina. Amina. Na ndiyo maana ukipiga tathmini, nilisema asubuhi, utagundua kwamba wamama wengi ndani yao wameumbwa na hofu ya Mungu, roho ya kumcha Mungu. Maana walionja chembe chembe ile hai ya kimungu ndani yao kabla ya mtu mwingine. Huyo ni mtu wa kwanza kabisa katika maandalizi ya ujio wa Yesu, kumpokea Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu kuwa juu yake ili jambo la kimungu lifanyike, mwanamke Mariamu. Lakini tunaona huyu mwanamke wakati Yesu amezikwa, wanaondoka kwenye hiyo Mathayo 28 kuanzia mstari wa kwanza. Huyu mwanamke walipofika, ndio wa kwanza kuongea na malaika pale kaburini. Wanafunzi wengine wote walikuwepo, waliopokea message kutoka kwa mjumbe wa Bwana, malaika. Malaika walimpa message, mbeba chema. Unaelewa? Malaika walimpa message mwanamke, kwa sababu mwanamke alikuwa na uchungu mkubwa juu ya mtoto Yesu. Wamefika pale, malaika akawatokea, akawaambia msiogope. Yesu huyu mnayemtafuta hayumo kaburi, amefufuka. Kwa hiyo walikuwa ni watu wa kwanza kupokea ujumbe kutoka kwa malaika. Wanafunzi wengine waliobaki na mitume aliyotembea nao Bwana Yesu walipokea ujumbe kutoka kwa wajumbe ambao ni watu. Hakuna malaika aliyeongea nao. Ukisoma Biblia, wao walipokea ujumbe kutoka kwa nani? Kwa watu. Mwanamke alipokea ujumbe moja kwa moja kutoka kwa malaika. Maana yake niseme hivi, moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Yaani Mungu alipotaka kupasha ulimwengu habari, jambo lolote, kuna nini kinaendelea, Mungu alinyooka moja kwa moja kwa mwanamke. Amen. Ndio maana mwanamke anayo neema ya kipekee. Hata katika kutambua mambo, anaweza akatambua vitu ambavyo wewe mwanaume, mimi na wewe tukiambiwa, tunaona kama vile wakati mwingine, mbona huyu ananichosha? Mambo mengi unakuta anaweza akayajua kwa ndani, na ukiyafuatilia ni kweli. Kuna neema ya kutambua vitu. Maana walianza kuwa na mahusiano ya kujulishwa mambo direct kutoka kwa Mungu.
Mwanamke akijijua kwamba yeye ni kiumbe cha thamani ambacho Mungu anakitegemea, taifa linaokolewa, familia inaokolewa, nchi inakuwa salama, dunia inabadilika na kumgeukia Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anamwangalia mwanamke katika sura ya tofauti. Wamama, msiuze nafasi yenu kiroho. Na ngoja nikwambie, ninyi mmejaliwa sana. Ninyi mmejaliwa sana kukaa karibu na Mungu. Ninyi mmejaliwa sana na mkipoteza hiyo nafasi, dunia haina majibu. Nilitoa mfano asubuhi, narudia tu kwa sababu ya wale ambao hawakupata neema ya kuwepo asubuhi. Ni hivi, mwanamke ana nafasi kubwa sana. Na ukijua nafasi yako, kuna vitu utaanza kuviona vinatokea. Nilisema hivi, wakati Yesu ameondoka na mama yake kwenda kwenye harusi kule Kana, hakuna ambaye aliwahi kujua nguvu alizonazo Bwana Yesu, hata baba yake. Anayefungua siri ya uwezo wa Yesu ni mwanamke. Anawaambia lile kusanyiko kwamba ni hivi, divai imetindika. Nimekuja na mtu hapa, namjua, nimemzaa mimi. Huyu ni mtu wa ajabu, lakini aliyetoa ile siri ya uweza wa Yesu na kudhihirisha utukufu wake ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Akasema huyu ninamjua anavyoongea. Mama, lazima umjue Yesu anavyoongea. Lazima ujue Yesu anavyoongea. Mama, ukishindwa kujua Yesu anavyoongea, hukumzaa. Lazima uijue tabia ya Yesu, maana ni mtu ambaye umekaa naye kwa ukaribu zaidi, amenyonya maziwa yako. Mama, alimjua alivyo, akamwambia hivi, mwambieni, ila namjua atakalowaambia lolote, hata kama kwenye akili zenu haliendi sawa sawa na mnavyofikiria au ni geni kwenu, tendeni, msione shaka, maana namjua. Maana yake kazi ya mwanamke ni kumfunua Kristo kwa watu wengine. Amen. Sasa hivi shetani ni mjanja, amewabebisha wanawake jukumu jingine kabisa. Lakini kusudi la mwanamke kwa ajenda ya kimbingu au kwa mambo ya Mungu, mwanamke hapaswi kuwa busy na kitu kingine isipokuwa kuliendeleza kusudi ambalo alilianzisha. Kinachomzuia Yesu kuja, anasubiri injili ienee. Mariamu alifanya kwa nafasi yake. Sema, Yesu, hata kama unanizuia nisikutangaze, nitakutangaza tu. Alifanya, hakukaa kimya. Mimi nimekuwa
na bado nakuwa. Nilikuwa namuona mamangu mzazi, akija mtu nyumbani anamwambia habari za Yesu. Amekuja baba anaomba maji, habari za Yesu. Baba umeokoka, pokea Yesu. Hivyo tu. Shambani yupo anamchimbia viazi, hivi Yesu unaye? Shauku yake ni pele Yesu, 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 Yesu. Nini ambacho wewe unakifanya mwanamke? Unamsema nani sana? Na kwa lugha nyingine, wanawake wamepewa kuongea sana, lakini waongee nini? Hapo ndio hatujajua. Wamepewa kuongea sana bila kuchoka habari za Yesu. Ungesema amina tena. Namkumbuka mwanamke mmoja ambaye Yesu alikutana naye kisimani. Walipoongea, mwanamke alipojua kwamba huyu ni nabii, huyu ni Yesu, alisema hivi, biashara nyingine zote shida ni kabla hajajua, ila alipojua aligeuza ile juhudi yake. Alipojua huyu sio mtu wa kawaida, ni nabii huyu ni Yesu, na mimi nimepewa habari za kumweneza kwamba yupo, nimemuona yupo. Jamani, alikimbia, alimwacha Yesu, akasema Yesu, nimeshahakikisha kwamba ni wewe na nimekuona, sasa tulia, kazi yangu ni kukupeleka kwa wengine. Alimwacha Yesu, akasema kaa hapo, maana mimi nimeumbwa special kama chombo cha kupitisha ili wengine wasikie habari zako na wakuone. Alikimbia huko, akatangaza kwa wote, njooni umuone mtu aliyeniambia mambo yote ninayoyaishi. Huyu ndiye Kristo. Yesu amekaa from nowhere, anashangaa umati unakuja ambao hakusimama wala kutangazia watu, na wanafunzi walikuwa tayari baba wameshaondoka kwenda kutafuta mkate wa kila siku. Yesu from nowhere anakaa kwa sababu kuna mwanamke amemjua, mwanamke mmoja akawazidi wanafunzi wote. Wameenda kutafuta chakula cha mwili. Huyu mama Yesu anashangaa umati wa watu unakuja. Watu wanatoka kaskazini, magharibi, kusini, mashariki, pande zote wamejaa. Yesu, nani ameitisha huu mkutano? Hii budget nani ameipanga? Wamepata wapi hela ya matangazo? Nani huyu amewaambia? Nimekuwa na wanafunzi siku zote, sijaona jambo la namna hii. Kumbe kuna mwanamke aliyemjua Yesu. Wewe tangu ulipompokea Yesu unamueneza kwa kiwango gani? Shetani amefanya fixing, kwa Kiingereza wanaita kauongo na kweli. Amemtafutia mwanamke makorokoro mengi ili mwanamke awe busy na makorokoro hayo. Maana anajua huyu nikimwachia gap akazama sana huku, nimekosa agenda duniani. Kwa hiyo Wachina wazungu wanakaa wanatengeneza season, sema hizi apelekewe mwanamke, ili wanakaa naangalia tu season. Kwa unakuta mama kuanzia asubuhi, tena ukitoa ule mkanda wa season mnakosana ndani. Nani mahuru? Tanua TV yangu. Tanua ya kwangu na mimi. Uniudikteta sasa. Ala. Haki
unafanya? Taarifa ya habari tu imekusaidia nini? Taarifa season na wanaozalisha kitana waambia zalisheni mikanda isiwe inaisha. Inatoka episode mpaka 10,000 episode. Una muda wa kuhubiri. Punga mkono juu. Unaanza na 1 mpaka 1987. Na unajua kwanza ya kwanza na majina ya wale waigizaji mashetani mtu unawajua wote. Huyu anaitwa Njuli. Vifungu vya Biblia ndo. Ila jina huyu anaitwa Kurufiri. Anajua kabisa. Kabla Kurufiri hajadumbukia, tayari ameshakusimulia hapo anaenda kudumbukia. Amen. Ukifika baba umetoka kazini, mama anajisikia anaanza kukusimulia season ilivyo. Umeikutia tu katikati, unajua. Yaani ni hivi. Hapo huyo unayemuona huyo mwenye kisogo kirefu huyo ndiye aliyeweka sumu. Na ukiona baba hautoi umakini kumsikiliza mama anapokusimulia, mama anaona haumpendi. Anaona upendo. Huyu baba ninapoongea anijali. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Tuko pamoja wa mama. Shetani ni mjanja. Kwa nini analeta hayo? Anajua mwanamke akikaa akasikiliza habari za Kristo na akahakikisha huyu ni Kristo, kinachotokea huwa aongei, anafanya kwa vitendo. Na kamwe hatokaa poteze muda, maana anamjua Kristo kiuhalisia. Kwa hiyo kule kuzimu wanawaambiwa watu wanapewa karama mbalimbali. Tengezeni episode hizo. Kwa hiyo unakaa akili ni episode. Kama sio hivyo ni umbea. Fulani leo alivaa nguo gani? Na Yesu anajifanya tu kwa sababu mume wake 1 2 3. Tutaona na fulani si alikuwaga na yeye. Kwa hiyo ni maneno ambayo yanamsababisha Mungu kutokuendelea kuruhusu alichokianzisha kiendelee ndani yao. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Watumishi wa Mungu, nafasi ya mwanamke anayejitambua huwezi ukailinganisha na idadi fulani unayofikiria ya watu. Mwanamke huyu mmoja alitosha kumleta Kristo duniani. Huyu alitosha kumwangalia Yesu crusade. Huyu aliguswa na Yesu akasema huu mkutano na gharamia mimi. Wewe cha msingi wahudumie neno. Usijali watatokea kona hivi na waleta mimi. Mwanamke mmoja alisimama na huduma ya Yesu. Akatambua kazi ya Yesu na akampa Yesu thamani. Amebeba mafuta ya gharama. Wakati ulimwengu umemdharau Yesu, unamuona Yesu ni wa nini? Mwanamke mmoja tu duniani ndiye aliyeona ya kwamba huyu mtu pia anastahili kuheshimiwa. Na alipoleta yale mafuta akammiminia Yesu, akafuta. Nyuma yake vita vikatokea.
mfujaji. Huyo kwanza anapaswa atengwe huyo. Hii hela wangepewa, wangeusiwa mafuta wakapewa maskini. Usione ajabu kwamba wewe ni wa kwanza. Unapoanza kutumika unaonekana kwamba ni kama vile unapoteza muda. Usione ajabu. Kuna wanawake wenzako walifanyiwa hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe tena. Kwa hiyo ni jukumu lako na ni jukumu langu mimi kuendelea kutambua nafasi ya kile ambacho Mungu amekupa au ametupatia. Wangapi wanamfahamu Dorcas? Pastor bwana anachekesha, anasema jeshi la mtu mmoja. Dorcas alikuwa jeshi la mtu huyu. Mwanamke jeshi la mtu huyu. Hakuna sehemu analalamika. Jinsi alivyojitambua. Alisimama kwenye nafasi yake. Alihakikisha hakuna mjane anayeteseka. Alihakikisha kazi ya Mungu itasonga mbele. Wale ndio wape mfano. Wengi mnasikia mtumishi mmoja anaitwa Pastor Robert Kayanja. Mimi namfahamu kwa sehemu. Huduma ya Pastor Robert Kayanja haikuenea, na sio kwamba ina nguvu kwa sababu ya miujiza ambayo Mungu anamtumia. Sisi ambao kwa sehemu kidogo tunamfahamu na tumewahi kuona kidogo na tukaambiwa na mashahidi wa kweli, huduma ya Pastor Robert Kayanja imeinuliwa na mke wake. Imeinuliwa na mke wake, na mpaka sasa partner mkubwa wa Miracle Center Uganda pale Kampala, partner mkubwa wa Pastor Robert Kayanja ni mke wake. Yule mama, mkutano wa Kayanja unapoandaliwa, yeye kiwango chake ni milioni 60 kwenda juu. 60 milioni. Wakati wamefunga ndoa, familia ya mke wake ndio walikuwa na uwezo wa kifedha. Familia ya mke wake wakazawadia gari kwenye ndoa. Mama, kwa sababu alitambua huduma alichobeba mume wake, waliamua wote wawili wauze gari wakahubiri Injili. Alafu waishi nyumba ya kupanga. Waliuza gari ambayo ilitoka upande wa mama. Maana wazazi wa mke wa huyo mchungaji anayemtaja Pastor Kayanja, wazazi wake ni maprofesa. Kwa hiyo uchumi wao ulikuwa tofauti kidogo. Kayanja ametoka kwenye familia ya kichungaji. Baba yake alikuwa mchungaji wa Anglikana. Bwana sifiwe. Aliyeinua ile huduma mpaka leo, pamoja na madhaifu yote ambayo unaweza kuyaona, ni yule mama. Ana vikundi mbalimbali, mashirika mbalimbali ambayo anayasimamia, anatengeneza pesa. Kikubwa kwake, anahakikisha huyu baba anapeleka Injili. Kwa hiyo wamama wamezaliwa kabisa kwa kusudi la kuzaa Injili na sio kuiua. Wanapozaa na waipeleke. Yaani umemzaa Yesu alafu umsafirishe tena. Unamzaa, unamlisha, unamlinda, unamkuza, alafu unamtuma nenda na huko kwingine Yesu. Bwana asifiwe. Ukifika pale wewe utaishia tu kuona miujiza ambayo yule baba Mungu anamtumia, lakini kuna mtu anampeleka. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kama unanielewa nyosha mkono wako juu. Thamani ya mwanamke katika kanisa
au huduma au rohoni ni kubwa kuliko jinsi unavyojishusha na kujidharau. Ni hivi, mwanamke ulioko mahali hapa, tena umuombe Mungu, na sisi tutaomba pia kwa ajili yako. Ondoka kwenye kongamano hili ukiwa na akili mpya. Tumia muda wako vizuri. Biblia inasema muombe nyakati hizo zisiwe ni nyakati za baridi, na nyakati hizo zisiwe ni nyakati ambazo mna mimba, maana mtahangaika kwa nyakati hizo. Mwanamke, ndani yako una uzao ambao Mungu alikuwa anategemea kwamba ule uzao uwe miliki yake. Ndio maana jamii inapopata changamoto yoyote, wa kwanza kulaumiwa ni mwanamke. Wa kwanza kulaumiwa ni mwanamke. Mwanamke. Wewe sio mtu wa kawaida. Iwe ni kwenye ndoa yako, wewe sio mtu wa kawaida. Iwe ni kwenye huduma, wewe sio mtu wa kawaida. Najaribu kuweka sawa tu. Nilisema asubuhi hivi, tutashangaa kuona mtu wa kwanza aliyempokea Roho Mtakatifu hajui umuhimu wa kukaa na Roho Mtakatifu. Mwanamke yumo kanisani ameokoka, hajui kuomba. Haiwezekani. Maana Roho afundishaye kuomba alianza kuishi kwake. Mwanamke ambaye Roho alikaa juu yake kabla ya mitume wengine wote, ambao pia hao wamezaliwa na mwanamke. Mwanamke huyu hajui kuhubiri Injili. Tutashangaa. Huyu mwanamke aliyekutana na Yesu siku moja tu, akampokea Yesu siku hiyo hiyo. Yesu akamwambia nenda kahubiri. No. Kwa sababu alipompokea, akamjua, akamkubali, akamwamini, moja kwa moja Roho wa Mungu akawa juu yake. Roho huyo akamtuma kuhubiri. Ndio huo. Inakuwaje mwanamke miaka na miaka unakuwa unasukumwaga tu na mchungaji au mama mchungaji, omba, fanya nini? Wamama sasa hivi hawajui kuomba. Hata kanisani hawajui kuomba. Kipindi cha mwezi tulikuwa tunaona wanaosinzia kanisani ni wababa. Leo mpaka na wamama wanasinzia kanisani. Kuna usingizi kabisa. Unahubiri anasinzia pote. Ndio maana, kwa sababu hawajatia bidii sana, hakuna bidii sana katika masuala ya kimungu, wanateseka na utumishi mwingi. Adui anawapepeta huko, hawalali. Ndio maana wanakuja kulala angalau vidaka viwili, walale hata kanisani. Maana kule hali ni mbaya. Hamna muda wa kulala. Kwa sababu umesahau wajibu wako. Bwana hawezi kuruhusu ulale. Nani anasema nitawezaje kutulia ikiwa Bwana amenipa agizo? Yeremia. Unawezaje kurelax wakati una agizo? Lazima na wewe usirelax. Ndio maana unashangaa wamama wanapitia magumu mno, kwa sababu zile nafasi zao wameziacha. Sasa hivi nilisema wamepatwa na kizunguzungu. Nilisema asubuhi wazungu wamewaletea kizunguzungu. Haki sawa. Kwa hiyo wamepata kizunguzungu, sasa wanaanguka ovyo tu. Usikubali. Wewe sio wa kuanguka ovyo. Simamia mambo ya kanisani, ya huduma, ya kimungu. Simamia mambo ya familia yako
na ya ulimwengu Mungu amekukabidhi wewe mwanamke. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tunategemea kuona wewe unasimama kama Esther alivyosimama kuokoa ile taifa. Esther alisimama kwa ujasiri. Tunategemea kuona vitu vinabadilika kupitia wewe mwanamke. Sasa andika point hii. Shetani anamchukia sana mwanamke kuliko kawaida. Mwanzo 3:15. Naomba msomaji wangu nisomee tu hapo. Japo nimeshasema lakini wewe nisomee tu. 15. Ndio. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Na kati ya uzao wako nyoka na uzao wake mwanamke. Huo utakuponda kichwa. Na wewe kisigino. Akamwambia mwanamke, ishia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema nitaweka uadui. Anamwambia shetani, nitaweka uadui kati yako na uzao wa mwanamke. Nitaweka bifu ya kudumu. Na hakika katika huo uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Jamani, tunaelewa? Aliyepewa jukumu la kumponda shetani na uzao wake kichwa, aliyepewa jukumu la kumponda shetani kichwa ni mwanamke, uzao wa mwanamke. Jamani, kama tunaelewa, Mungu anasema nitaweka uadui kati yako wewe na uzao wa nani? Uzao wa mwanamke utakuponda nini? Kichwa. Kuponda kichwa maana yake utakupotezea malengo yako. Ndani ya kichwa ndio kuna direction. Yaani shetani malengo yako hayatatimia kwa sababu uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Kupitia mwanamke akazaliwa njema mmoja, anaitwa Yesu, simba wa kabila la Yuda. Amen. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kupitia mwanamke ufalme wa Mungu umetukuka. Mwanamke alipomzaa Yesu, shetani hana lake tena duniani, hana lake tena. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Nitaweka uadui. Mwanamke usipofanya uadui na shetani, shetani amewekwa wazi kabisa malengo yake. Yeye anafanya uadui na wewe. Narudia tena. Mwanamke usipofanya vita na shetani, shetani anafanya vita na wewe, hata kama wewe umeona usifanye vita naye. Maana Mungu anasema hivi, nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke, na kila mmoja atatamani kumuumiza mwingine, na kila mmoja atapambana kumuumiza mwingine. Kwa hiyo wewe ukisema kwamba usipambane na mambo ya shetani, unaona mambo yanaendelea ya kishetani kwenye familia yako. Watoto wanaanza kuvaa vibaya. Mwanamke haupondi kichwa. Mwanamke hausimami kukosoa na kusema wewe binti unavae, vaa vizuri. Shetani atakanyaga kisigino. Wewe ndio wa kuponda vile vitu. Maana ni jukumu lako mwanamke kusimama kwenye nafasi kuhakikisha
kuhakikisha ya kwamba Kristo anadhihirishwa kwa watu na tabia zake, na watu wa nyumbani kwako wabebe picha ya Kristo aliyoko ndani. Sijui kuna mtu anaelewa? Bwana sifiwe. Unaacha tu mtoto anakuja, ni binti amevaa vibaya, unasema hii yanawasumbua ambao hawajasoma haya. Wana wazungu wanatembea tu na kaptura. Swali, na wewe ni mzungu? Hamna. Wewe ni Msukuma wa Bariadi, uko Mongoro. Huyo mzungu ni ndugu yako? Hamna. Nenda sasa Marekani ukavae kula, hawatapata shida. Paulo aliyepokea injili alisema hivi, nilipoenda kwa Wayahudi nikajifanya kuwa kama Myahudi ili niwapate Wayahudi. Nilipoenda kwa Wayunani nikawa kama wao. Huwezi ukwa kumpokea kwako Yesu ukawa tofauti na jamii yako. Ili jamii yako ikupokee, lazima utembee kwenye mtiririko wao. Tunaelewana? Jamii yako inaamini kwamba anapochukua suruali mwanamke, sio nesi, afanyi kazi kwenye mazingira ya hatari, labda mgodini na nini, yeye sio dereva kulingana na mazingira ya udereva, yeye sio mwanajeshi, sio askari. Jamii inaamini kwamba mbali na hao wavae tu mavazi ya kawaida yanayoitwa blouse, yanaitwa sketi, yanaitwa gauni. Ni askari kwa sababu ya kazi, ni nesi kwa sababu ya kazi, anafanya kazi kwenye mazingira ambayo ni hatari, yanahitaji mtu apige tambo, yanahitaji afanyeje kulingana na sheria za mazingira yale kwa ajili ya kazi. Inaeleweka kwamba ni mgodini, kuna maeneo mengine anaingia, hahitaji sehemu yoyote ya mwili iwe wazi kwa sababu ya chemical. Ndio maana anapewa helmet kichwani, anavaa miwani, anavaa gloves, anavaa, wanapewa buti, anavaa hata kama hataki kuvaa. Uendi na moka yako, kwa sababu kule kuna mazingira yanayokuhitaji uvae hivyo. Wakiacha baadhi ya sehemu ya mwili wako unapokuwa wazi, chemicals zitaingia, na ni chemical ambazo zina madhara. Kuna mtu anapovaa mavazi fulani, pengine kulingana na desturi na hali ya kazi, huyo hahukumiwi. Jamani amina. Jamani amina. Hahukumiwi kabisa, kwa sababu mbali na hapo atajihatarisha afya yake, atajihatarisha na kazi ambayo inategemewa kufanyika haitafanyika ipasavyo. Unamshangaa mtu ni asubuhi, mwanamke wa huku tu kwetu, huku tu vijijini, asubuhi ameamka asubuhi na baridi, kanaitwa kafulana au kanini? Spice ni Kiingereza. Kwa Kiswahili unasema nini? Sisimizi. Sema simizi. Mungu kutuvalia sisimizi. Na baridi juu ana sisimizi. Baridi kabisa inapiga mpaka wewe mwenye sweta unaona ungeongeza la pili. Ila mwenzako ana sisimizi. Chiminzi. Emiza. Wameita sana. Bwana Yesu asifiwe. Na gloves ya kuvaa mikononi manesi, yeye kavaa. Unashangaa huyu mtu. Na wengine bahati mbaya wachungaji wakaokoka sasa, wakamzidi na Yesu na Roho Mtakatifu wakamtwanga akatoka ndani yao. Mwambie hakuna, ni ushamba tu, wacha wavae.
Unakuta wamesema madhabahuni, neema ya Bwana yanitosha, neema ya Bwana yanitosha. Amevaa simizi, amevaa gloves, makalio yote nje. Jamani, ingia rohoni. Waingieje rohoni? Wewe umewatoa rohoni, na hapo ulipo unaimba wimbo unawahamasisha, jamani, ninachokiimba msiingie, toke nje huku. Hamjaona haya mambo nilionayo? Nje huku, tokeni rohoni, acheni masuala ya Mungu, njooni huku duniani tuburudi. Unachokiimba na ulivyo vitu viwili. Na watumishi tunasema hakuna shida. Hakuna shida, wewe zako hujatembea. Imeenda. Watu wanabubujika sana. Nategemea na akili ya mtu iko. Tegemea na akili yako umeiweka wapi? Bwana Yesu aliguswa na makahaba, wewe ni Yesu. Wewe ni Yesu. Muulize Yusufu. Muulize Yusufu. Yusufu alijua mimi am not Jesus. Mimi umenikamata. Mimi ni binadamu. Na ikionekana nimetenda mema, huyo mwema kakanda mnyama. Bila mimi asili ni mwanadamu. Nasaidiwa na Mungu. Sasa usimjaribu wewe mwanadamu, usimjaribu Bwana Mungu. Kama unajua wewe ni mwanadamu, usimjaribu Bwana. Usimjaribu. Tamuru malaika atakuja kuda. Mimi najua. Sasa hivi wako manzezi au malaika au wako uloa. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Unaweza usikute malaika ukakukuta sengenge. Hawapo. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Yusufu alikimbia akaacha nguo. Akaacha nguo. Akasema ni bora nisingisiwe kesi, lakini nakimbia. Bwana tusaidie. Jamani, haleluya. Jamani, tuko pamoja. Tunaelewana. Kwa hiyo mwanamke asiposimamia nafasi yake, mambo yanaharibika. Rohoni yanaharibika, mwilini yanaharibika, familia inaharibika. Tutaona huko mbele ambavyo Mungu anamtegemea mwanamke ni mtu wa aina gani. Mwanamke ni mtu wa kunyoosha, maana anajua bwana wake anahitaji nini. Na ndiyo tulisoma Methali, anasema mke wa mwema ni nani aliyewahi kumuona? Nani anamjua? Anasema mke mwema kwanza huyo anatoka kwa Bwana. Maana Bwana alipomtengeneza mwanamke alitengeneza kitu chema ambacho kinamwakilisha kwa nguvu zote. Mwanamke yuko radhi kufa na kupona pamoja na Kristo alipo na yeye awepo. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Jamani, amina. Nyosha mkono wako kama unanielewa. Pigie Bwana Yesu makofi. Lazima tujitambue kwenye wajibu wetu. Mwanamke ni mtu anayesifika kulilea kanisa. Kanisa linalelewa vizuri na mwanamke aliyejaa nguvu ya Mungu ndani. Lakini hata familia, watoto wanalelewa vizuri na mwanamke. Wanashuhudiaga watu wengine hawaelewi. Hivi mpaka leo nasimama hivi kwa watu. Leo Mungu amenichagua kuwa mtumishi wake. Mengi kwa usu Bwana ni mama yangu alinifundisha. Leo nikupe ushuhuda kidogo ili wewe nilichokisema. Tulipokuwa kijijini, baba ndivyo alivyoumbwa, na wamama msishangae. Baba aliwekwa kuwa kiongozi,
yuko fair kwa kila mtu. Baba, yaani yeye ndivyo alivyoumbwa. Na ukitaka baba awe mama, sio baba, ni mama, na kitu ambacho hakiwezekani. Na ukitaka mama awe baba, sio mama, huyo ni baba. Na ukitaka nyumbani wote wawe baba wote, na yenyewe hiyo sio familia, ni shida. Na ukitaka wote wawe wa mama, ni tabu. Tabu ketena makwega mbiti. Umenielewa mtumishi wa Bwana? Tuko pamoja? Baba, nikitukana uniambie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo muache mama awe mama kwenye majukumu yake, na muache baba awe baba kwenye majukumu yake. Maana wakati mwingine tunawalazimisha wamama wawe wa baba. Uwe baba sasa hapa. Sisi kwa sababu ni viongozi, tunawapa hekima na maarifa na kujaribu kuwaelekeza ili hata hiyo kazi waliopewa waifanye vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni hivi. Ushuhuda wangu kijijini, hebu sema kijijini. Mchungaji anaenda kijijini kwao sasa. Tuko pamoja? Niko kijijini. Tukiwa tunakuwa, kulikuwa kuna haya madisco. Na baba anasali lakini anaendaga tu. Na anaenda kwa nguvu ya mama basi. Sababu mke wangu ameokoka, na mimi niende tu, mimi ni wemo. Lakini yupo tu anatafiti na chunguza. Ila mama alishamshiba Yesu zamani, anamwamini kwa roho na kweli. Ila baba yeye bado anatathmini. Sasa mama yeye anakemea kweli. Hakuna kwenda disco watoto kijijini. Hakuna kwenda. Mmeokoka hiyo ni dhambi. Baba yake akija pembe, mwe mnaenda tu. Mwe mnaenda si kucheza tu. Anamzunguka kama yupo. Anajua ili jamani na wabana mno. Wape na watoto uhuru. Kwa hiyo unakuta asubuhi uko nimba pambio kanisani, usiku umejifunga kitenge, unacheza wilo longomba. Lakini aliyekupa nguvu baba. Kwa hiyo asubuhi kanisa unaimba na jikanyanga, Yesu ni mzuri. Ukikumbuka ulikuwa unakatika ulikuwa unakatika kuni, umefunga kitenge mgongoni, upo unaimba, lakini ndani unasema Bwana ni neema. Bwana tusaidie. Tulikuwa tunapitia juu na kwa bibi kwenye uwazi kama huo, unatumbukia nje. Mama baba akijua ndio tabu. Hivi amjua mpaka leo inakuwaga hivyo. Ni rahisi sana watu kusema, "Yaani mchungaji hana noma." Ila mama. Unafikiri wanasema kwa nini wanasema ile mama? Ile huduma ya mama. Ile huduma ya mama. Maana sasa wanalazimisha wote wawe sawa na kitu ambacho hakitakaa kitokee. Otherwise mambo yanaharibika. Yaani baba, father house yuko vizuri. Ila mother house sasa. Mother house yuko vile kwa sababu yeye ni mtetezi wa familia yake. Yakiharibika mambo yote, hata huyu baba aliyeruhusu na binti akaenda akapachikwa mimba, akija mjinga kama mama yako. Na mama anasema sasa, kabla sijatukanwa ndivyo mjinga, lazima haya macho nitayachoma vidole. Hata kukumbuka kwamba jinsi alivyokuwa anawaruhusu, nendeni
Na hata mpumbavu ni za wanawake tu. Waliitwa wapumbavu. Hakuna njemba mwanaume yenye ndevu kama mimi imeitwa pumbavu. Tena katajwa mwanamke mpumbavu. Maana yake kadiri ambavyo mlipewa sana mnadaiwa sana. Kadiri mlivyopewa sana mnadaiwa sana. Ninyi mliwahi kumpokea Roho Mtakatifu kabla yetu. Ninyi mliwahi kujua sauti ya Mungu kabla yetu. Lazima mtaombwa, mtadaiwa sana. Jamani amina. Jamani amina. Mwanamke usipojua namna ya kusimama kuitetea huduma, kutetea familia yao, hata waliochochea wakazungumza na mitume kwa habari ya Dorcas baada ya kufa ni wajane, wanawake, walilalamika wakasema haiwezekani, huyu mtu bado tunamhitaji. Mtumishi wa Mungu unasema nini juu ya huyu? Tunataka kitu cha tofauti kifanyike hapa. Amna. Walisimama wakaongea. Alikuwa ni Paulo au Petro? Alikuwa nani? Petro akasema hii kelele imezidi. Petro akaenda kwa Bwana Mungu. Tazama hao wanavyosema. Tena wakati wanaongea, wanalia, wanainua kazi aliyokuwa anaifanya Dorcas. Wanasema nani atatushonea nguo? Nani atategemeza huduma? Nani? Mungu tuonyeshe ni nani. Akaguswa, maana wanawake walishikamana, wakasimama, wakatamka neno moja kwa kunia mamoja. Bwana akasikia, Dorcas akarudi. Angekosekana mtu wa kumsemea Dorcas, mwanamke wa kumsemea Dorcas, Dorcas alikuwa anaenda jumla na matendo yake mema. Mwanamke ukishindwa kusimama kumsemea mchungaji wako kwa Mungu, mchungaji wako anaweza asifikie kwenye vile viwango ambavyo Mungu alikuwa amekusudia. Mwanamke sio wa kusimama kuanza kumsema mchungaji wako na mama mchungaji wako. Ni laana mbaya sana mwanamke. Maana wewe umewekwa pale kuwa mlinzi juu ya huyo. Umewekwa pale kumsima. Yule ni mtumishi kama Dorcas alivyokuwa anatumika. Lazima apate wa mama wa kumsemea ya kwamba huyu ni mtumishi, anastahili hii, anastahili haki hii, anastahili atendewe hivi. Nyosha mkono wako juu. Mimi juzi kule kanisani kwetu Muongoro, mama mmoja, tuko kwenye maombi, watu wamezama rohoni wanaomba. Yeye katika kuomba alipotoka, akatoka na ujumbe ambao Roho Mtakatifu amempa. Nakumbuka siku hiyo watu wakiwa wanaendelea kuomba, alinijia anataka kuniambia kile ambacho anataka kusema, nikamzuia. Nikamwambia, mama, haya mazingira haya siwezi kukupa mic useme chochote. Maana watu wanaendelea, wako kwenye uwepo kule, wanafanyaje? Wanaomba. Akatii, kaondoka. Baada ya muda tumemaliza ibada, siku zimepita. Akaniambia, mchungaji, tulivyoingia kwenye maombi yale, ndani ya yale maombi Mungu alinisemesha, ninaomba unipe kibali, unipe nafasi. Kuna mambo Mungu ameniambia niliambie kanisa tufanye. Na Mungu alichomwambia ndani ya maombi, Mungu alimwambia aliambie kanisa wasimame wategemeze nyumba ya mchungaji. Kwenye maombi unapokaa na Mungu, ndipo mwanamke unaweza ukajulishwa juu ya mtumishi. Na aliposimama walifanya vitu vikubwa.
kwa msukumo wa Mungu. Mungu amesema na mwanamke. Yule mwanamke angenyamaza visingefanyika. Tulishangaa kanisa linajitoa, mahindi, mchele, sijui nini, makorokoro yakawekwa, na kweli tulikuwa tuna haja navyo. Tulikuwa tuna haja, havikuwepo. Lakini Bwana alijua havipo, lakini mwanamke yupo. Wakasimama. Na unajua hata wachangaji wakubwa kwenye mambo hayo ni wanawake hawa. Maana wao ndio wanajua debe la sukari liko robo au liko nusu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nafasi ya mwanamke ikiondolewa katika utumishi kwenye kanisa hilo imekwisha. Baba, tunyoshe mikono juu. Mungu awabariki haisi. Asanteni kwa kuja. Ni hivi watumishi, nafasi ya mwanamke ikiondolewa kwenye familia, ile familia imekwisha. Mwanamke akijisahau, mambo yanaharibika. Nirudi kwenye ushuhuda wangu wa kijijini alafu nimalize. Baadaye siku zimeenda, nikaanza kuwa karibu sana na mama. Na nilipokuwa karibu sana na mama alichokuwa ananilisha kila wakati. Mama hakuwahi kuniambia uwe unatoroka unaenda kucheza wilo longomba. Hakuwahi kunifundisha fundisho lolote ambalo ni bovu. Hakuwahi. Alidumu kwenye kunikemea na kunifundisha mambo ya Mungu. Akawa rafiki yangu. Huwa anasema hivi, hata kama shetani hataki, huu utumishi nilionao leo ni mbegu alionipandia mama yangu. Unampandia nini mtoto wako? Unamuona mtoto wako anacheza wilo longomba, mwanamke, una relax. Asante. Wabeja sana. Wabeja kutokwa. Haleluya. Unamuona mtoto wako amevalia vibaya, mwanamke, kabinti kadogo bado kanasoma shule, kana simu. Mama umenyamaza, utaki maneno, utayapata maneno. Hayo unayakwepa, asante. Ila yanakuja maneno, utakubali mziki wake. Utasemwa mpaka na kuku za jirani zinakuja zinakusema. Huko zinakula mahindi kwako, zinasema hapa ndo kwa mama nani ambaye mtoto wake amezalia nyumbani. Wanadonoa huku wanashanga, mwanamke pumbavu kweli. Unazipiga kuku zinalaumu, unatupiga lakini umeshindwa kupiga mtoto wako. Kweli zinaenda. Na upendeleo unatupiga sisi. Wakati Bwana tusaidie. Bwana tusaidie wa mama. Lazima tusimame kwenye nafasi zetu. Mlee mtoto wako kama Yesu alivyolelewa na Mariamu. Haleluya. 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 Ni hivi, leo mimi wanajivuna kwa zawadi aliyonipa mama yangu. Najivuna. Chungaji gani ni mama? Anaelewa anachokisema. Wakati baba ameondoka, mama alisimama. Amewakuza watoto wake. Wengine tumesoma nao, tumesoma nao wote.
amepambana nao. Leo mwingine ni mzee wa kanisa, leo mwingine anapambana kule. Unaweza dokta mama akukana mimi nilishafiwa, wewe mpuyange tu ujiuze. Hakuna. Mama alisimama, yuko Mungu alisema wanangu mtasoma, na wamesoma. Mwingine yuko huko anafanya kazi kwenye sekta ya afya, na mwingine pia aliko, wote wameingia kwenye afya. Kama mama angeacha nafasi yake akajishusha, wasingekuwa hivyo walivyo. Leo mwingine mzee wa kanisa, na atatoka uzee wa kanisa unashangaa ni mtumishi wa Mungu, maana amezaliwa na mwanamke mtumishi wa Mungu. Hujaelewa anachokisema. Hujaelewa anachokisema. Mama anapompokea Yesu serious, huwa anatamani watoto wake wote awape Yesu aliyempokea. Hata wanapofanikiwa atawaambia mfanikiwe, lakini mfanikiwe na Yesu akiwa ndani yenu. Bwana asifiwe. Hakuna mafanikio mazuri kama mafanikio ambayo yamechangamana na Yesu ndani. Ndio maana inakulazimu wewe, hata kama unamwona baba yuko busy, anadharau masuala ya ibada, msamehe na umsemee kwa Bwana, baba hajui alitendao. Wewe kipaumbele kushiba mambo ya kimungu, ili ushibishe uzao wako, ushibishe watu wako. Wewe ndio kuhakikisha ya kwamba familia yako inakaa vizuri. Wewe. Haleluya, haleluya. Mwanamke anachukiwa sana na shetani kwa sababu alimzaa Mwokozi. Ndani yake alimzaa Mwokozi. Andika tu hiki kitabu, Yohana Mathayo 1:23. Mathayo 1:23. Andika tu. Alimzaa. Kwa hiyo shetani anamchukia sana mwanamke, na mwanamke anasakamwa sana. Lengo asiendelee kushikamana na Mwokozi. Tusimame. Mama njoo nisaidie wimbo wangu.